Ukiachana na historia yake ya kuzalisha na kuwa alama mchezo wa soka duniani, Brazil inafahamika kwa alama mbili za ziada: sanamu la Yesu linaloitwa Jesus the Redeemer na makazi ya msongamano yanayofahamika kama favela. Takwimu zinaonyesha kuwa kila mtalii anayefika nchini Brazil, moja ya vipaumbele vyake ni kufika kwenye mitaa hii ambayo sisi huku tunaiita Uswahilini. Lakini je, unafahamu? Mitaa hii ni hatari sana na inaongozwa si kwa sheria za serikali ya Brazil, bali kwa sheria za magenge yaliyogawana maeneo ya kiutawala. Katika maeneo haya, vitendo kama uzaji na madawa na uhalifu mwingine ni kitu cha kawaida. Lakini jambo la kushangaza ni kuwa kati ya mambo ambayo hutakiwi kufanya katika maeneo haya ni kuiba. Na si hivyo tu, kuna sheria kadhaa na mambo ya kushangaza kuhusu makazi hayo maarufu duniani. Kwa hivyo, ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili kufahamu mengi ambayo yamejikita katika eneo hili. Kwa nchi ya Brazil, neno favela hutumika kuelezea mitaa na makazi duni ambayo yamejengwa kiholela na mara nyingi yako pembezoni mwa miji mikubwa au juu ya milima. Maeneo haya hujengwa bila mpango rasmi wa serikali na kwa miaka mingi wakazi wake wamekuwa wakijenga nyumba zao hatua kwa hatua. Katika miji kama Rio de Janeiro na Sao Paulo, favelas zimekuwa sehemu ya kawaida ya mandhari ya miji. Ukitazama Rio de Janeiro kwa mbali, unaweza kuona majengo marefu ya kifahari ambayo yako karibu kabisa na vilima vilivyojaa nyumba zilizobanana. Na huu ndio tofauti mkubwa wa maisha ya ndani ya Brazil. Upande mmoja kuna utajiri mkubwa na upande mwingine kuna mamilioni ya watu wanaoishi katika mazingira magumu. Tofauti na watu wengi wanavyodhani, favela si eneo lililojaa vurugu pekee. Ndani yake kuna maduka, saluni, makanisa na shule ndogo, migahawa ya kawaida, studio za muziki na wakati mwingine hata biashara kubwa zinazozungusha fedha nyingi kila siku. Watu huamka asubuhi kwenda makazini, watoto huenda shule, muziki husikika mitaani na maisha huendelea kama sehemu nyingine yoyote duniani. Hata hivyo, kinachofanya favela kuwa tofauti ni kwamba katika maeneo mengi serikali huwa na uwepo mdogo sana. Huduma kama maji safi, umeme, usalama na barabara bora mara nyingi hupatikana kwa shida sana. Kutokana na hali hiyo, wakazi wa maeneo haya hulazimika kujitengenezea mifumo yao wenyewe ya maisha na wakati mwingine hata kuleta sheria zao wenyewe. Baadhi ya favela zina wakazi wanaofikia maelfu na hata mamia maelfu ya watu. Kwa ukubwa msongamano wake, maeneo haya yanaweza kufanana na mji midogo ambayo inajitegemea ndani ya mji mkubwa, na ndiyo maana watafiti wengi huita favela kama mji ndani ya mji. Kwa nje, favela inaweza kuonekana kama eneo la vurugu na hatari, lakini kwa wakazi wake, hapo ndipo nyumbani, ni sehemu walikozaliwa, sehemu ambapo wamekulia na sehemu wanakojenga ndoto zao kila siku licha ya changamoto kubwa zinazowazunguka. Historia ya favela nchini Brazil inaanza mwishoni mwa karne ya 19, katika kipindi ambacho taifa hilo lilikuwa linapitia mabadiliko makubwa ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. Wakati huo Brazil ilikuwa tayari imejijengea jina kama moja ya nchi zilizotegemea sana utumwa, hasa katika mashamba makubwa ya miwa na kahawa. Kwa miaka na miaka, mamilioni ya Afrika walipelekwa Brazil kama watumwa kufanya kazi ngumu katika mashamba haya ya matajiri. Mwaka 1888, Brazil ilifanya jambo ambalo lilibadilisha historia yake ya milele. Utumwa ulifutwa na rasmi kupitia sheria iliyojulikana kama Golden Law. Brazil ikawa nchi ya mwisho katika bara la Amerika kufuta utumwa. Lakini pamoja na hatua hiyo kubwa ya kihistoria, kulikuwa na tatizo moja kubwa ambalo serikali haikulitafutia suluhisho. Watumwa walioachiwa huru hawakupewa ardhi, nyumba wala kazi rasmi na kuanza maisha mapya, na ghafla maelfu ya watu walijikuta hawana mahali pa kwenda. Wengi wao walihamia karibu na miji mikubwa kutafuta kazi na maisha bora, lakini hawakuweza kumudu gharama za kuishi katika maeneo rasmi ya miji hiyo. Katika kipindi hicho kulikuwa na wanajeshi waliorejea kutoka katika vita vya Canudos, vita vya ndani vilivyotokea Brazil mwishoni mwa miaka 1890. Wanajeshi hao walikuwa wameahidiwa makazi na serikali baada ya vita, lakini waliporudi hawakupata chochote. Kwa kukosa mahali pa kuishi, baadhi yao wakaanza kujenga vibanda juu ya vilima karibu kabisa na mji wa Rio de Janeiro. Inaelezwa kuwa eneo moja walilokaa lilikuwa na mmea ulioitwa favela.
mmea uliokuwa ukipatikana sana katika maeneo ya vita nchini walikotoka. Taratibu jina hilo likaanza kutumika kuelezea makazi yao mapya ya vibanda yaliyokuwa yamejengwa kiholela, na hapo ndipo neno favela lilianza rasmi kuingia katika historia ya Brazil. Kadri miaka ilivyopita, Brazil ilianza kukua kwa kasi sana kiuchumi na mijini. Viwanda viliongezeka, miji ikapanuka na watu kutoka vijijini wakahamia mjini wakitafuta ajira. Serikali zilijenga maeneo mazuri kwa matajiri na matabaka ya kati, huku mamilioni ya maskini wakiachwa pembeni. Kutokana na hali hiyo, watu wengi waliendelea kujenga makazi yao wenyewe kwenye maeneo yasiyotakiwa rasmi kama vile milimani, kando ya reli, karibu na misitu au pembezoni mwa miji, na nyumba zilijengwa juu ya nyumba nyingine, na sasa njia zikawa ni nyembamba na maeneo hayo yakaanza kuwa na msongamano mkubwa sana. Kadri favelas zilipozidi kukua, ndivyo zilivyoanza kutengwa zaidi na mfumo rasmi wa nchi. Serikali nyingi zilizichukulia kama maeneo haramu au aibu ya taifa, na katika kipindi tofauti katika historia ya Brazil, kulikuwa hata na juhudi za kubomoa baadhi ya favelas ili kuficha umaskini huo, hasa wakati wa maandalizi ya matukio makubwa ya kimataifa. Lakini licha ya juhudi hizo, favelas ziliendelea kuongezeka, na leo hii mamilioni ya watu nchini Brazil wanaishi katika maeneo haya. Baadhi ya favelas zimekuwa ni kubwa kiasi cha kuwa kama miji kamili yenye biashara, usafiri, shule na maisha yake yenyewe. Kwa wengi wa wakazi wake, favela haikuwa chaguo la maisha, bali ilikuwa ni matokeo ya mfumo ulioshindwa kuwapa nafasi sawa. Moja ya mambo yanayowashangaza sana watu kuhusu favela za nchini Brazil ni kwamba licha ya kujulikana kwa uhalifu mkubwa, maeneo mengi yana sheria kali sana za ndani ambazo wakazi lazimika kuzifuata kila siku. Kwa nje, favela inaweza kuonekana kama eneo lisilo na utaratibu, lakini ndani yake mara nyingi kuna mfumo wa mamlaka ambazo unafanya kazi kwa nguvu kuliko hata hizo za kiserikali. Na baadhi ya maeneo katika favela nyingi, hasa zile zilizodhibitiwa na magenge ya dawa za kulevya, sheria huwekwa na viongozi wa magenge badala ya polisi au serikali. Na hii ndio sababu baadhi ya wakazi husema kwamba kuwa ndani ya favela kuna serikali mbili, ambapo serikali rasmi ya Brazil ipo kwa jina, lakini katika maisha ya kila siku nguvu ya kweli na wakati mwingine huwa mikononi mwa makundi ya kihalifu. Sheria hizi mara nyingi haziandikwi popote, lakini kila mtu huzifahamu. Watoto hukua wakizijua, vijana huonywa mapema, na wageni huambiwa jinsi ya kuishi ndani ya eneo hilo. Kuvunja sheria hizo kunaweza kuleta adhabu kali sana, wakati mwingine hata kifo. Moja ya sheria zinazosisitizwa sana katika favela nyingi ni marufuku kuiba ndani ya jamii, na hii huwa inawashangaza zaidi watu wengi. Inawezekanaje eneo linalohusishwa na biashara ya dawa za kulevya, silaha na mapigano ya magenge liwe na sheria kali dhidi ya wizi? Sababu kubwa ni kwamba magenge yanahitaji jamii ibaki tulivu ili biashara zao ziendelee. Wizi wa ndani ya mitaa unaweza kusababisha migogoro, vurugu zisizodhibitika na kuleta hasara kwa wakazi. Kwa hivyo, katika maeneo mengi mtu anaweza kuuza dawa za kulevya, lakini akimwibia jirani yake akaadhibiwa vibaya sana. Katika baadhi ya favela, mwizi akigunduliwa upewa adhabu ya haraka mbele ya jamii. Kuna simulizi nyingi za watu kupigwa, kufukuzwa au hata kuuawa kwa kosa la kuiba ndani ya eneo lao. Kwa viongozi wa magenge, kuiba ndani ya jamii ni kuvunja amani ya biashara. Mbali na wizi, sheria nyingine zinazoweza kuwepo ni pamoja na marufuku ya ubakaji, marufuku ya kupiga wanawake au watoto, marufuku kutoa taarifa kwa polisi, marufuku kuanzisha vurugu bila ruhusa au kuleta matatizo yanayoweza kuvuta operesheni kubwa za polisi ndani ya favela. Katika maeneo mengine, viongozi wa magenge hutatua hata migogoro ya kawaida ya wananchi. Watu wanaweza kwenda kwao kutafuta suluhisho la matatizo ya kifamilia, madeni au migogoro ya kibiashara. Kwa sababu serikali mara nyingi haipo karibu, baadhi ya wakazi huanza kuyaona makundi hayo kama ni aina ya ulinzi au mfumo mbadala wa haki zao. Hata hivyo, mfumo huu una upande wa giza. Sheria hizi hazifuati taratibu rasmi za mahakama wala haki za binadamu, na mara nyingi hutumia hofu na nguvu za silaha, na hakuna rufaa, hakuna wakili na hakuna uhakika wa haki sawa kwa kila mtu. Jambo lingine muhimu ni kwamba si kila favela ina sheria zinazofanana. Baadhi ya maeneo yanadhibitiwa na magenge makubwa ya dawa za kulevya, mengine yana vikundi vya wanamgambo vinavyoitwa militias, huku baadhi ya favela zikiwa na ushawishi mdogo wa kihalifu kuliko wengine wanavyodhani. Katika baadhi ya favela, vijana hukuwa wakiona magenge kama njia pekee ya kupata pesa,
heshima au ulinzi, huku wengine hujiunga wakiwa watoto wadogo kabisa. Mara nyingi huanza kama wajumbe, walinzi wa mitaa au hata wachunguzi wanaoonya wanamgambo kuhusu ujio wa polisi, na kadri wanavyokuwa, baadhi yao huingia zaidi kwenye biashara ya dawa za kulevya na matumizi ya silaha. Miongoni mwa magenge yaliyowahi kuwa maarufu zaidi nchini Brazil ni Comando Vermelho, kundi ambalo lilianza ndani ya magereza miaka 1970 kabla ya kuenea katika favela mbalimbali hasa ndani ya Rio de Janeiro, na baadaye akazuka makundi mengine yenye nguvu kama Primeiro Comando de Capital maarufu kama PCC ambalo lilipanuka sana katika mji wa Sao Paulo. Makundi haya hayakujishughulisha tu na dawa za kulevya. Baadhi yao walijenga mifumo mikubwa ya usafirishaji wa silaha, utakatishaji fedha na hata ushawishi ndani ya magereza. Katika maeneo fulani, magenge haya yalikuwa na nguvu kiasi cha kuamua nani anaingia au kutoka katika favela fulani. Silaha nzito ni sehemu ya kawaida katika baadhi ya maeneo haya. Mara nyingi vijana wenye umri mdogo huonekana wakiwa na bunduki ambazo kikawaida hutumiwa vitani, na hali hiyo imechangia mapigano makali kati ya magenge yanayowania maeneo ya kibiashara ya dawa za kulevya. Wakati mwingine mapigano hayo hutokea mchana kweupe, huku wananchi wa kawaida wakiwa katikati, ambapo shule hufungwa, biashara husimama na familia hulazimika kujificha ndani ya nyumba zao wakisubiri hali itulie. Kwa watoto wengi waliokulia favela, milio ya risasi imekuwa sehemu ya maisha yao tangu utotoni. Lakini pamoja na picha hiyo ya vurugu, kuna jambo ambalo wakazi wengi wa favela walisisitiza: sio tu kila anayeishi huko ni mhalifu. Kwa kweli, wengi wao ni watu wa kawaida wanaofanya kazi halali za kila siku. Kuna mafundi, wauza vyakula, madereva, walimu, wanamuziki na wafanyakazi wa kawaida ambao wanajaribu tu kuishi katika mazingira magumu. Tatizo ni kwamba mara nyingi dunia huiona favela kupitia picha za kihalifu peke yake. Filamu, habari na mitandao ya kijamii imechangia sana kuifanya favela ionekane kama sehemu ya wahalifu pekee. Mfano mkubwa ni filamu ya City of God ambayo ilisogeza dunia karibu sana na maisha ya magenge ya Brazil, lakini pia ikaongeza taswira ya vurugu kuhusu maeneo hayo. Watafiti wengine wanasema kuwa katika baadhi ya favelas, magenge yalijaza nafasi iliyoachwa wazi na serikali. Wakati hakuna usalama, hakuna huduma na hakuna ajira, baadhi ya makundi ya kihalifu yaliweza kujijenga kama nguvu mbadala ya utawala, na hapo ndipo hali ya ajabu ilipoanza kuonekana. Magenge yakawa ni chanzo cha hofu, lakini wakati huo huo baadhi ya wakazi wakayaona kama sehemu ya mfumo unaowalinda na kuwasaidia. Hata hivyo, maisha chini ya ushawishi wa magenge huwa ina gharama kubwa. Vijana wengi hupoteza maisha mapema, familia huishi kwa hofu ya kudumu, na watoto kuwa katika mazingira magumu ambayo vurugu huwa ni jambo la kawaida. Na ndio maana kwa miaka mingi suala la favelas limeendelea kuwa moja ya changamoto kubwa sana zaidi katika jamii na kiusalama katika nchi ya Brazil. Kwa miaka mingi uhusiano kati ya wakazi wa favelas na vyombo vya dola nchini Brazil umekuwa wa hofu, mashaka na wakati mwingine chuki ya wazi. Katika baadhi ya maeneo, wakazi wengi wamekuwa wakiamini kwamba serikali huwakumbuka tu wakati wa operesheni za polisi, lakini si wakati wa kutoa huduma muhimu kama elimu, afya, maji safi au ajira. Moja ya lawama kubwa zinazotolewa dhidi ya serikali ya Brazil ni kwamba muda mrefu iliacha favela ikikuwa bila mpango rasmi. Maeneo mengi yalijengwa bila barabara nzuri, mifumo ya maji, hospitali za kutosha na ulinzi wa kudumu. Kadri serikali ilivyoshindwa kuweka uwepo wake katika maeneo hayo, ndivyo magenge yanavyoendelea kujaza pengo hilo. Katika baadhi ya favela, polisi huingia kwa tahadhari kubwa sana, kana kwamba wanaingia eneo la vita, na mara nyingi operesheni hufanyika kwa kutumia magari ya kivita, helikopta na askari wenye silaha nzito sana. Sababu kubwa ni kwamba baadhi ya magenge yana silaha kali na yana uwezo wa kupambana moja kwa moja na vikosi vya usalama. Lakini operesheni hizi zimekuwa zikikosolewa sana kwa madai ya kutumia nguvu kupita kiasi. Mashirika mengi ya haki za binadamu yamewahi kuripoti matukio ya raia wasiokuwa na hatia kuuawa wakati wa misako ya polisi ndani ya favela. Mara nyingi watoto na vijana ni waathirika zaidi. Tatizo lingine kubwa ni ukosefu wa imani kati ya jamii na polisi. Wakazi wengi wa favela huamini kwamba baadhi ya polisi huwaona moja kwa moja kama wahalifu kwa sababu tu wanaishi maeneo hayo. Kwa upande mwingine, polisi nao huingia katika maeneo hayo wakihofiwa kushambuliwa na magenge, na hivyo pande zote mbili huishi katika mazingira ya mashaka na hofu. Mbali na mapambano ya wazi, Brazil pia imekuwa ikikumbwa na tuhuma za rushwa ndani ya vyombo vya usalama. Kumekuwa na madai kwamba baadhi ya askari hushirikiana na magenge au kupokea rushwa ili tu kuruhusu biashara haramu kuendelea. Hali hiyo imefanya vita dhidi ya wahalifu kuwa ngumu zaidi.
Na katika juhudi za kurejesha udhibiti, serikali ya Brazil iliwahi kuanzisha vikosi maalum vya polisi vilivyoitwa UPP, yani Police Pacification Units, hasa katika baadhi ya favela za Rio de Janeiro. Lengo lilikuwa kuondoa ushawishi wa magenge na kuleta uwepo wa kudumu kwa serikali ndani ya maeneo hayo. Mwanzoni mpango huu ulionekana kuwa na mafanikio sana katika baadhi ya maeneo. Viwango vya vurugu vilipungua na baadhi ya huduma zikaanza kuingia. Lakini baadaye changamoto za ufadhili, rushwa na kurejea kwa magenge zilifanya baadhi ya mafanikio hayo kudhoofika. Wataalamu wengi wanaamini kuwa tatizo la favela haliwezi kutatuliwa na bunduki pekee, kwani kwao suala hili lina mizizi mirefu ya kijamii na kiuchumi: umaskini, ukosefu wa elimu bora, ajira na tofauti kubwa kati ya matajiri na maskini ndani ya Brazil. Na ndio maana hadi leo mjadala mkubwa nchini Brazil unaendelea. Je, suluhisho la favela ni kuongeza nguvu za polisi au ni kubadilisha maisha ya watu wanaoishi huko? Kwa sababu kwa wakazi wengi maeneo hayo, changamoto kubwa si tu uhalifu, bali ni mfumo mzima ulioacha pembeni kwa vizazi vingi. Favelas pia zimekuwa ni chanzo kikubwa cha utamaduni wa Brazil. Mziki maarufu wa funk, carioca, samba na mitindo mingi ya dansi iliyokuwa katika mazingira hayo. Kwa miaka mingi maeneo hayo yamezalisha wanamuziki, wachezaji wa soka, wasanii na watu mashuhuri waliokuja kubadilisha taswira ya maisha yao kupitia vipaji vyao. Wapo pia watalii kutoka sehemu mbalimbali duniani wanaotembelea baadhi ya favelas kila mwaka, na kinachowavutia si uhalifu, bali ni kuona maisha halisi ya jamii hizo, utamaduni wake na namna watu wanavyoendelea kuishi katikati ya changamoto kubwa ni kitu ambacho kimekuwa kikiwavutia sana. Katika baadhi ya maeneo, utalii huu umegeuka kuwa chanzo muhimu cha mapato kwa wakazi wa favela, lakini labda ukweli mkubwa zaidi ni kwamba favela si hadithi ya uhalifu pekee, ni hadithi ya watu waliolazimika kuunda mfumo wao wenyewe wa maisha baada ya kutengwa kwa muda mrefu na mfumo rasmi wa nchi. Ndani ya mitaa hiyo pia kuna watu wanaocheka, wanaopenda, wanaosali na wanaofanya kazi, na wapo wanaoota maisha bora kama ilivyokuwa kwa jamii nyingine yoyote duniani. Na pengine hicho ndicho kitu muhimu zaidi kuhusu favela, kwamba nyuma ya taarifa za risasi, magenge na polisi, bado kuna mamilioni ya binadamu wanaojaribu kuendelea kuishi kila siku. Mimi ni Tula Gilbert na hapa ni Bongo Faster.